Sawa, kwa hiyo unapaswa kuwa umetoka kwenye sehemu ya kwanza ya mfululizo huu. Video hizi ni sehemu ya mfululizo wa mada na zinapaswa kutazamwa kuanzia mwanzo ili uweze kuelewa kile kinachowasilishwa. Kwa hiyo tafadhali, kama hujatizama sehemu ya kwanza, tafadhali simamisha video hii na urudi uanze na video ya kwanza. Sawa, kwenye sehemu ya kwanza nilianzisha mada hii kuhusu nini kibaya katika Ukristo. Lazima nirudie kusema, video hii si shambulio dhidi ya imani yako ya kibibilia, lakini imetengenezwa ili kukusaidia kuelewa kile ambacho ni cha kibibilia dhidi ya kile ambacho ni cha kidini. Ninapozungumzia Ukristo, najua kwamba kuna kikwazo kikubwa kutokana na tafsiri ya King James. Neno Mkristo limeandikwa kihalisi katika Biblia yako ya King James. Kwa hivyo, ni vipi neno Mkristo liko katika Biblia na kwamba naweza kusema dhidi ya Ukristo? Je, ninapingana tu na neno? Kama nilivyosema hapo awali, huo ni utetezi wa haki. Na kwa hivyo, kwa kuwa nataka kuwa mkamilifu, lazima nishughulikie hilo kwanza. Kwa hivyo, wacha nieleze hili kwanza. Nilisema hivi katika video ya kwanza. Ukristo si sawa na Biblia. Na ninachomaanisha ni kwamba ninaposema dhidi ya Ukristo, sisemi dhidi ya Biblia. Sio maneno yanayofanana, ikimaanisha hayamaanishi kitu kimoja, hata kama hivi sasa unaziunganisha pamoja. Ukihisi hivyo, umekosea. Nikisema dhidi ya Ukristo, sisemi dhidi ya Biblia. Ninaamini Biblia kikamilifu, Biblia yote, hakuna vizuizi. Kwa hivyo, ikiwa unaamini kwamba mimi kusema mimi ninapinga Ukristo ni sawa na mimi ninapinga Biblia, hukosea. Ukweli halisi ni kwamba Ukristo unapingana na Biblia. Lakini tutafika hupo. Elewa, Ukristo ni dini. Ni imani inayodai kuwa imejikita katika Biblia. Na kama hii ingekuwa kweli kabisa, basi nisingekuwa nikitengeneza video hii. Hainifai kuzungumzia jambo ambalo kwa kweli linahusiana moja kwa moja na maandiko. Katika mazungumzo yangu na wengine, wanataka kuishi kulingana na ufafanuzi kwamba wanataka kuuona Ukristo kama. Lakini hatuwezi kufanya hivyo. Huo ni udanganyifu tu. Tuko katika karne ya 21. Mambo mengi tunayoyajua yanategemea ushawishi. Mambo mengi tunayoyazungumzia ni kutokana na jinsi alivyowasilishwa kwetu kwa muda, na tunachagua jinsi tutakavyoyakubali au la. Nitatumia mazungumzo haya niliyokuwa nayo na ndugu kuhusu mada hii, kwa sababu nafikiri mtazamo wake wa kufikiri ndio mtazamo wa wengi ambao kwa asili wana tatizo na mada hii. Alisema hivi, nimekuwa nikiamini daima Mkristo ni mtu ambaye ametubu dhambi zake na kuweka imani yake kwa Yesu Kristo ili kulipia dhambi, na alifufuliwa na yafu mwenyewe siku ya tatu, akitupa uhakika kwamba nasi pia tutafufuliwa. Hivyo ndivyo nimekuwa nikielewa. Muamini pia hujazwa na Roho Mtakatifu na kutiwa muhuri hadi siku ya ukombozi. Soma tena Biblia nzima, si Agano Jipya pekee. Mkristo machoni pangu siku zote alikuwa mtu wa mataifa ambaye alipata nafasi ya kuingia, kwa sababu Israeli wamepofushwa kwa muda. Na hiyo ndiyo tafsiri yake ya Mkristo. Na niseme kwamba sina tatizo na tafsiri hii kwa kiasi kikubwa. Nadhani inahitaji kufafanuliwa zaidi. Na labda ningeuliza maswali zaidi, kwa sababu inaonekana kama naamini ukishaokoka umeokoka milele. Lakini sawa tu. Mwishowe, si kitu ambacho kingenifanya nigombane na kunifanya nitengeneze mfululizo mzima wa video dhidi ya Ukristo. Unaelewa? Kwa hivyo, tafadhali naelewa, hivi ndivyo watu wanavyoamini Ukristo kwa sehemu kubwa. Sasa, sikiliza, hapo kuna tatizo kubwa zaidi na ufafanuzi huu na ule. Hilo ndilo tatizo kubwa zaidi la Ukristo, na hilo ni utekaji nyara wa agano. Lakini siko tayari kujadili hilo bado. Nataka niichukue polepole ili kusiwe na mkanganyiko. Ninachosema ni kwamba ikiwa hii ndiyo tafsiri yako ya Ukristo na hii ndiyo unayofikiri ninapinga, basi hukosea. Kwa sababu tu hivi ndivyo unavyoamini Ukristo ulivyo, haimaanishi kwamba hivi ndivyo ulivyo. Ukristo ni dini. Ni dini ya ulimwengu ambayo imeenea katika enzi yetu ya kisasa kwa takribani miaka 2000.
Ufafanuzi huo aliyoutoa na kuuamini Ukristo utawasilishwa vyema zaidi kama njia ilivyo. Hiki ndicho mitume walisema kwamba walikitekeleza, sio Ukristo, walifuata njia. Eneo hili baada ya mitume kuuawa na kuenea kwa njia kukamilishwa, kuna pengo la miaka 300 la historia ambalo halizungumzwi sana kuhusu njia. Wakati fulani, uenezaji mkuu wa Ukristo haukufanywa na wale waliofuata njia. Katika Waebrania, Wayahudi mnaowaita Wayahudi waliondolewa kwenye picha ya kueneza njia, na baadaye Roma ikaufanya Ukristo kuwa dini yao kuu. Kama isingekuwa kwa hatua hii katika historia, watu bilioni 2.5 katika ulimwengu huu wa leo wasingekuwa Wakristo. Tena, Ukristo ndio dini kubwa zaidi duniani. Unahitaji kuelewa kweli jinsi ilivyotokea hivi. Sasa tutapitia historia ya Ukristo hivi karibuni, lakini kabla ya hapo, hebu nishughulikie kikwazo hiki kikubwa. Kama nilivyosema, nacho ni neno Mkristo. Unaona, watu wanajihisi wana haki ya kukataa ninachosema kwa sababu wanaona neno Mkristo kwenye Biblia yao. Kwa hiyo, bila shaka wanasema, ninawezaje kuwapinga kwa kuwa wao ni Wakristo, kwa sababu imeandikwa waziwazi katika maandiko. Kwa hivyo, nataka kushughulikia hilo kwanza kwa sababu naelewa na ni hoja nzuri sana. Mtu anaweza kunipa changamoto na kuniuliza, unashughulikiaje maandiko haya? Lakini mtu akiteseka kwa sababu ni Mkristo asione aibu, bali amtukuze Mungu kwa njia hii. 1 Petro sura ya 4 mstari wa 16. Mwingine na alipompata alimleta Antiokia. Kwa mwaka mzima walikusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwa mara ya kwanza huko Antiokia. Hiyo ni Matendo sura ya 11 mstari wa 26. Kwa hivyo, hebu tuwe wazi kuhusu mambo kadhaa tunapotumia maandiko haya. Jambo la kwanza, tunapomshughulikia Petro tukisema mtu yeyote anayeteseka kama Mkristo, tuwe wazi kwamba hilo silo Petro aliandika. Hiyo ni tafsiri. Na maanisha jina la Peter ni tafsiri. Kama unashikilia hili na unatumia hili kama msingi wa kuitwa Mkristo, hukosea. Lakini kwa nini nasema hivi? Elewa hili kwa kuelewa Petro alikuwa nani hasa. Peter ambaye jina lake halisi ni Kefa, lakini tuseme tu Peter. Petro alitoka katika kabila la Yuda. Alikuwa Mwebrania. Alizungumza Kiebrania. Hakuzungumza Kigiriki. Tunajuaje hili? Naam, hii ndio sababu. Marko alikuwa pamoja naye alipokuwa akisafiri. Alikuwepo kama mfasiri wake. Ukiangalia maandishi ya kanisa la mwanzo wanapozungumzika kuhusu Marko, hiki ndicho kiliandikwa. Irenaeus anaandika, Marko, mfasiri na mfuasi wa Petro, anaanza simulizi lake la Injili katika simulizi hili. Pia, Clement wa Alexandria, mwingine wa watu wa mataifa wa kanisa la mwanzo, anaandika hivi kuhusu Marko. Marko alikuwa mfuasi wa Petro. Petro alihubiri hadharani Injili akiwa chumbani mbele ya baadhi ya wapanda farasi wa Kaisari, na akatoa ushuhuda mwingi kuhusu Masiha ili kwamba kwa njia hiyo waweze kukumbuka yale yaliyosemwa na Petro. Marko aliandika kikamilifu kile kinachoitwa Injili kulingana na Marko. Hivyo basi, hivi ndivyo tunavyojua. Kama Petro angezungumza Kigiriki au Kilatini, basi asingehitaji mfasiri. Na hakika hakuandika barua yake kwa Kigiriki. Alikuwa Mwebrania. Sasa nitazungumzia zaidi kuhusu hili baadaye, lakini hili ni tatizo moja kubwa na Ukristo. Kwa hivyo, hebu tuzungumzie kwa ufupi. Wanataka kuwa sehemu ya baraka, Wakristo ninaowazungumzia, lakini wanataka kutumia vibaya utamaduni na kutumia fundisho la uzushi katika imani. Biblia si kitabu kilichofafanuliwa na tamaduni nyingi. Sio hivyo. Biblia ni kitabu kinachohusu utamaduni mmoja na watu mmoja, Yashar El, wana wa Yakobo ambao Yahwa alifanya agano nao. Utamaduni wao umetokana na Torati yao, vitabu 5 vya kwanza vya Biblia. Wakristo wanataka kuchukua agano na kupuuza utamaduni huo na kuubadilisha jina lao wenyewe.
Unapofanya hivi, unapuuza njia maalum sana. Yahuwa alimwongoza Yashareli, hakujihusisha na tamaduni za mataifa mengine, hakuwaruhusu kufanya hivi. Kwa kweli, aliwaambia kutojifunza njia za mataifa mengine. Huo ndio ulikuwa utamaduni wao. Mojawapo ya vitabu vya Biblia ambavyo havikujumuishwa ni kitabu cha Makabayo. Kama hili lingejumuishwa, watu wengi wangelijua hilo. Vita ambavyo Wayahudi walikuwa navyo na Wagiriki kabla ya wakati wa Masihi, kulikuwa na vita na Wagiriki. Kulikuwa na Wayahudi, hilo ndilo neno tena kwa Wayahudi, kulikuwa na Wayahudi walioinama kwa Ugiriki na wakajichanganya nao. Walizoea Ugiriki ambayo ni kuenea tu kwa utamaduni wa Kigiriki, nao walikataa utamaduni wa Wayahudi. Wayahudi waliopigana dhidi ya Ugiriki nao wakashinda. Walikataa wale Wayahudi waliouza utu wao na kujichanganya, na waliwaita Wagiriki au mataifa. Hawa ndio waliokuwa katika masinagogi mengi yaliyowekwa Asia Ndogo, Ugiriki na Hispania, ambao walimfanya Paulo kuwatembelea. Wayahudi waliokuwa Roma ambao Petro aliwafikia hawakuwa wale waliokuwa wamejichanganya, bali walikuwa wale waliotekwa na Tito kama watumwa wakati Roma iliposhinda na kuchukua udhibiti wa Yudea kwa mara ya kwanza. Hiyo ni muhtasari mfupi wa historia yao, lakini nahitaji uelewe hilo. Ninachoshiriki ni kwamba kama historia hii ingeeleweka, basi kuunganisha utamaduni wa Kigiriki na Wayahudi kusingekuwa jambo tunaloweza kuvumilia. Lakini kwa bahati mbaya, hiki ndicho Wakristo hufanya. Wanaunganisha utamaduni wowote kutoka kwa mataifa ya mataifa na wanafanya uhusishwe na taifa moja tu la watu duniani ambalo liliwekwa kando na mataifa mengine yote ya dunia. Ulimwengu wote ulikuwa na njia yao wenyewe. Yahuwa Seti ya Shamoti, mbali na mataifa yote, hii ilikuwa njia yao. Na kile Ukristo hufanya ni kwamba unapuuza yote hayo. Inapuuza njia maalum ya utakatifu ambayo alikuwa nayo Yashareli. Na wanasema tamaduni zote hukusanyika pamoja na zinaweza kutengeneza na kuwa chochote Ukristo unachotaka kiwe. Huo ni ujumlishaji kupita kiasi, lakini hivi ndivyo mapambano yalivyo. Ninaweza kuonyesha hili wazi wazi kwamba hili si sahihi kwa kutumia maandishi ya Josephus. Ni nani huyo? Myahudi mmoja aitwaye Josephus aliandika kitabu kinachoitwa Mambo ya Kale ya Wayahudi. Aliandika historia hii ya Wayahudi kwa Kigiriki karibu mwaka wa 93 au 94. Hii ilikuwa baada ya Roma kuharibu hekalu na kuwasukuma Wayahudi nje ya Yudea. Kitabu cha zamani za Wayahudi kina maelezo ya historia ya Wayahudi kwa ajili ya mataifa wanaomjua Josephus. Na kwa hivyo labda unataka kusema kama unaona waliandika kwa Kigiriki. Subiri tu, soma hii. Kuna historia nyingi katika kitabu hicho na inaeleweka hadhira yake ni ya kina nani. Lakini alichosema katika sura ya mwisho ya juzuu ya 20 ni muhimu kwa muktadha wa kihistoria. Nataka usome alichokianika. Na nina ujasiri kusema sasa nimekamilisha kabisa kazi niliyokusudia kufanya, kiasi kwamba hakuna mtu mwingine, awe Myahudi au mgeni, hata kama angekuwa na hamu kubwa kiasi gani, angeweza kuelezea kwa usahihi masimulizi haya kwa Wagiriki kama ilivyofanywa katika vitabu hivi. Kwa maana watu wa taifa langu wanakiri wazi wazi kwamba ninawazidi sana katika elimu inayohusiana na Wayahudi. Pia nimejitahidi sana kupata elimu ya Wagiriki na kuelewa vipengele vya lugha ya Kigiriki. Ingawa nimezoea kuzungumza lugha yangu mwenyewe kwa muda mrefu sana, kiasi kwamba siwezi kutamka Kigiriki kwa usahihi wa kutosha, kwani taifa letu haliwatii moyo wale wanaojifunza lugha za mataifa mengi na hivyo kupamba mazungumzo yao kwa ulaini wa vipindi vyao. Unaelewa hilo? Namaanisha hili ni wazi sana ukilitumia tu. Huu ulikuwa mtazamo wa Myahudi miaka 20 baada ya hekalu kuharibiwa. Utamaduni wa Wayahudi haukuwatia moyo wale kujifunza lugha ya mataifa mengi. Andrea alisema alichukua bidii nyingi kujifunza Kigiriki. Sio kama ilikuwa somo rahisi tu ambalo watu walijifunza shuleni la upili. Hiyo haikuwa njia ya Wayahudi. Na kama kweli ulielewa imani hii, lazima uielewe.
Wakati Ugiriki ulipoeneza utamaduni wake duniani, Wayahudi walitakiwa watengwe na hayo yote. Hawakuruhusiwa kuingizwa katika utamaduni wa kipagani wa Warumi au Wagiriki. Na ukiielewa historia ya Wayahudi, uelewa huu daima ungekuwa sehemu yake. Huwezi kuisahau kamwe, alisema kwa uwazi kabisa. Taifa letu halihamasishi wale wanaojifunza lugha za mataifa mengi. Lugha na utamaduni wa Kiebrania ulikuwa muhimu sana kwa Waebrania, na kwa hivyo huwezi kuwaelewa watu hawa huku ukipuuza utamaduni wao. Lakini hivi ndivyo Ukristo unavyofanya. Kwa hivyo ninaelewa nini hapa? Inapozungumzia mstari huo wa Petro, inasema, lakini mtu akiteseka kwa sababu ni Mkristo asione haya, bali amtukuze Mungu hivi. Hiyo ni 1 Petro 4:16. Ninachoelewa ni kwamba Petro hakuandika neno la Kikristo kwa sababu neno la Kikristo linatokana na neno la Kiyunani Christos. Angefanya hivyo, alisema Mashiach alikuwa pamoja na Masihi. Mashiach ni neno linalomaanisha Masihi, asingesema Christos. Angefanya hivyo, alisema Mashiach, kwa kweli alikuwa pamoja na Masihi. Ingetafsiriwa vyema zaidi kuwa Masihi badala ya kuwa Mkristo. Unaona, sababu ya Roma kumtumia Christos badala ya Mashiach ni kwa sababu ya upatanishi wa imani, nami nitarudi kwenye neno hilo tutakapopitia historia. Tunapotumia Christos badala ya Mashiach ni kwa sababu tunajihusisha na utamaduni wa kipagani wa Kigiriki wa wazo hili la mpakwa mafuta. Neno la Kigiriki Christos linamaanisha mtu aliyepakwa mafuta au mteule. Hiyo ndiyo neno lao kwa hilo. Kwa kutumia Christos ya Kigiriki unajiunganisha na utamaduni wao wa kipagani wa mpakwa mafuta. Hivi ndivyo upatanishi wa imani unavyofanya kazi, lakini nitaeleza zaidi tutakapoingia kwenye historia. Lakini hoja yangu ni rahisi. Wakati Petro aliandika waraka huu, hakuandika Christos akijifungamanisha na wapagani wa Giriki wa wakati wake. Hii pia ndiyo sababu tunachukua umbo la Kigiriki la jina la Masihi na si jina la Kiebrania. Yesu halingani na Yahushua katika tafsiri ya herufi kutoka Kiebrania. Walizoea utamaduni wa Kigiriki kwa imani kwa hila sana na kuifanya imani iendane na Wagiriki badala ya ushawishi wa Kiebrania ambao ulitoka. Na ukijua historia utaelewa ni kwa nini baadaye. Christos ndiye Wakristo wanayejitambulisha naye. Yesu ndiye wanayemwita Masihi wetu. Ushawishi wote huo ni wa Kigiriki. Hakuna hata moja kati ya haya linaloathiriwa na utamaduni ambao Biblia iliandikwa baada yake. Kama unafikiri kwamba hilo ni bahati tu na hakuna kitu kikubwa nyuma yake, basi haujafikiri kwa kina vya kutosha. Hebu tuangalie andiko lingine. Kile kinachosemwa katika Matendo sura ya 11 mstari wa 26 kwamba wanafunzi waliitwa Wakristo. Inasema, na alipowapata alimleta Antiokia. Basi ikawa kwa mwaka mzima walikusanyika na kanisa na kuwafundisha watu wengi sana. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza huko Antiokia. Sawa, na sikiliza, huu ni uelewa ule ule, lakini bado haijalishi. Tena inatafsiri kwa kutumia ushawishi wa Kigiriki na si ule wa Kiebrania. Lakini hata bila hoja hiyo, hii sivyo wanavyojiita. Hivi ndivyo wengine wanavyoandika. Sikiliza, soma, inasema nini? Inasema wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza. Sio kile wanachojiita, ni vile wengine wanavyowaita, na bado ni tafsiri. Lakini sikiliza, kwa sababu tu waliitwa, hii haichukui nafasi ya Biblia yote. Na jinsi Baba yetu alivyofanya Agano Jipya, ndiyo chochote kile. Waliitwa Wakristo, lakini haisemi kwamba walijiita hivi. Kwa kweli, kama kweli unatumia maandiko, walisema kwamba walifuata njia. Acha nikuoneshe. Kisha Sauli, bado akitoa vitisho na mauaji dhidi ya wanafunzi wa Adon, alienda kwa kuhani mkuu na akaomba barua kutoka kwake kwenda kwenye masinagogi ya Damasko, ili kama angewapata wowote waliokuwa wa njia hiyo, iwe wanaume au wanawake, aweze kuwashusha mpaka Yerusalemu. Matendo sura ya 9 mistari ya 1 na 2. Paulo anaongea na kusema, niliudhi njia hii hata kufa, nikiwafunga na kuwatia gerezani wanaume na wanawake.
Hakusema niliwatesa Wakristo, akasema nilimtesa hivi. Pia lakini hili naungama kwako, ya kwamba kwa njia ile wanayoiita dhehebu ndivyo ninavyoabudu miungu ya baba zangu, nikiamini mambo yote yaliyoandikwa katika Torati na katika manabii. Matendo 24 mstari wa 14, kwa mujibu wa njia wanayoita dhehebu. Hakusema kwa mujibu wa Ukristo ambao wanaoita dhehebu, alisema kwa mujibu wa njia. Kwa hiyo ninajaribu kusema nini hapa? Wakati Ukristo uliposambaa duniani kote, kulikuwa na jitihada za moja kwa moja za kuondoa ushawishi ambao Yahuwa alikuwa nao juu ya watu wake, na waliunganisha katika utamaduni wao wa kipagani tayari na utamaduni wa Waebrania. Wamefanya hivi kupitia mafundisho, lakini pia wamefanya hivi kupitia lugha, kama vile Papa anavyosema kuhusu lugha. Kwa kutoa mfano mmoja ulio wazi kabisa, ni sawa na kutumia lugha nyingi mbalimbali na zenye utajiri mkubwa wa maneno kama njia mbalimbali za kipekee kwa ajili ya kuweza kufika na kuungana na Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu ni Mungu wa wote. Hiyo ndio fundisho la Roma. Lugha nyingi zinaongoza kwenye njia ya Mungu, na wanatumia hili kuingiza ulimwengu kwenye mfumo wa imani wa kipagani wa kisasa unaosikika kama wa kibiblia, lakini ni kwa mtazamo wa juu tu. Unapochimba zaidi, ukweli unakuja ukikutazama moja kwa moja. Kwa hivyo hii inashughulikia ukweli kwamba Wakristo wameandikwa katika maandiko. Ndiyo, hii ni kweli, lakini hii ni kwa sababu ya utamaduni wa kipagani nio uliohusishwa na tafsiri hiyo. Sasa sikiliza, sichori tu majani hapa. Kama hili ndilo lilikuwa swala kuu na halikuwa kubwa zaidi ya hilo, hakuna hata moja kati ya niliyosema ambayo yangekuwa na maana, kwa sababu utamaduni na imani ya kweli bado ingekuwapo. Nataka uelewe kwamba kila wakati unapopotosha na kupunguza ukweli, ukweli hufichwa hatua kwa hatua. Na kadiri unavyoona hili likitokea, ndivyo unavyoweza kuona jinsi ukweli ulivyofichwa. Kwa hivyo sikiliza, naelewa wendo ukataka kuhalalisha kwamba unajiita Mkristo kwa sababu katika Biblia yako ya King James inasema Mkristo. Lakini sikiliza, Petro hakuandika Kikristo, hakuzungumza Kigiriki. Paulo hata alijaribu kumsumbua Petro kwa sababu wewe, Petro, hungeketi pamoja na mataifa. Katika Wagalatia 2, Paulo anaandika, sasa Petro alipokuja Antiokia nilimpinga uso kwa uso kwa sababu alikuwa wa kulaumiwa. Kwa maana kabla ya watu fulani kutoka kwa Yakobo kufika, alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa mengine. Lakini walipofika, alijitenga na kujitenga, akiwaogopa wale waliotahiriwa. Na wale Wayahudi wengine pia walifanya unafiki pamoja naye, kiasi kwamba hata Barnaba alishawishiwa na unafiki huo. Sasa hatuna upande wa Petro wa hadithi hii ili tuweze kuelewa mitazamo ya kila mmoja, lakini tunachojua ni kwamba alijiondoa na kujitenga na watu wa mataifa kama Paulo anavyosema. Kufikiria kwamba mtu huyu ambaye alitembea na Yahushua na kumkana mara 3, ambaye alikata sikio la askari wa Kirumi, kufikiria kwamba baadaye alikataa utamaduni wa watu wake ili ajiunge na utamaduni wa wale aliowachukulia kama wasaliti, ni jambo la ajabu. Na kwa sababu walimu wetu katika Ukristo hamusimami kwa ajili ya neno kwa namna hii, ndiyo maana jambo hili halijawahi kuletwa kwenu kwa namna hii hadi sasa. Kwa sababu tu watu wa nje wanawaita watu hawa wa Kristo, hata kama hilo ndilo neno halisi walilotumia, lakini hata kama walifanya hivyo, hilo silo walilojiita mitume. Walisema walikuwa wa njia. Kwa nini wewe si mfuasi wa njia? Na hii ndiyo imani halisi ninayoilinda. Ukristo si njia, ni kujifanya tu hivyo. Na natumai hilo liko wazi. Katika sehemu inayofuata nitaelezea hasa Ukristo ni nini. Tunachopaswa kufanya ni kuelezea kile Masihi wetu alichotabiri kuhusu Ukristo. Je, alitabiri kwamba kungekuwa na toleo la ukweli wake ambalo lingepandikizwa duniani na kuonekana kama ni lake mpaka likuwe na kufikia ukamilifu? Ndiyo, alifanya hivyo kabisa. Ikiwa unataka kuelewa msingi wa mjadala huu dhidi ya Ukristo, hii ndiyo sehemu inayofuata ambayo lazima ujifunze na uelewe. Hivyo tutashughulikia hilo baada ya hapa. Elewa, Ukristo ni dini ambayo juu inaonekana kuwa ya kibiblia, lakini unapochimba kwa undani mafundisho yake unagundua si hivyo.
Si fundisho la kumtumikia baba yetu, bali ni fundisho la kutumia neema vibaya, kubadilisha maagano, kukataa njia ambayo baba yetu alichagua kuwafikia wanadamu na kulifanya liwe tu kuhusu jinsi Wakristo wanavyotaka kumpokea. Inakosa upendo, utii na heshima kwa baba yetu anayostahili, na mwishowe haiwaandai wanaoifuata kuwa tayari kwa kile baba yetu anapanga kufanya katika siku za mwisho. Kama unatamani kuwa tayari kwa ajili ya baba yetu na mpango wake kwetu, lazima utoke katika dini hii ya magugu na umjie baba yetu kwa kweli. Tafadhali nenda sehemu ya 3 kwenye orodha hii ya kucheza na uelewe kile Masihi wetu alikitabiri kuhusu dini hii. Bofya kiungo katika video inayofuata na tuzungumze zaidi. Ubarikiwe. Haleluya. Msifuni. Sawa. Asante tena kwa kutazama. Kama imekubariki, like na share video hii na familia na marafiki. Mfululizo huu ni muhimu kwa wanaojiandaa kwa ajili ya baba yetu. Hii ni sehemu ya 2. Tafadhali bofya kiungo au endelea tu kwenye video inayofuata kwenye orodha ya nyimbo. Kama kawaida, nataka kuwashukuru wote wanaochangia na changia katika huduma hii. Mfululizo huu usingewezekana bila msaada wako. Nakushukuru kwa dhati. Ubarikiwe. Sawa, asanteni tena nyote kwa kutazama. Tutaonana katika sehemu ya 3. Ninawapenda nyote.